pale Babati kulichezwa mchezo wa ligi kuu ya NBC ambapo ulikutanisha Mbeya City dhidi ya Azam FC, ambapo Azam imeendeleza rekodi yake ya kutopoteza mchezo wote kwenye ligi kuu ya NBC baada ya kutoka suluhu dhidi ya Mbeya City kwenye mchezo ambao ulichezwa jana jioni kwenye dimba la Tanzanite Kwara Babati. Hii inakuwa ni sare ya 10 kwa Azam FC msimu huu, ikiwa ndio timu pekee ambayo imepata sare nyingi kwenye ligi mpaka sasa. Azam imefikisha alama 34 katika nafasi ya 3, wakati Mbeya City imesalia kwenye nafasi ya 12 kwenye msimamo wa ligi kuu wakiwa na alama 17. Huu ni mchezo ambao jana ulirindima. Wakati unarindima, Arusha pia kulikuwa na hali ya joto, na hii ni moja kati ya nafasi ambazo zilikuwa zinatengenezwa, timu zinababatizana na mambo yanakuwa kama ambavyo yalimalizika dakika 90. Alikuwa ni Mek Maxime ambaye alikuwa yupo kwenye benchi la ufundi la Mbeya City akipambana na kocha Florai Benge. Michael, sare 10 kwenye mpira ni nyingi. Nakumbuka Juventus msimu uliopita kule anapo walifunga goli lakini kakataliwa. Mazingira yale ambayo yalijiri kule, na katika goli lile eneo lile mpigaji yule mtu yule. Kwa hiyo kuna kipindi Juventus ni msimu uliopita walikuwa wameenda safari ndefu sana pasi kufungwa, lakini walikuwa na sare nyingi. Yaani ilikuwa ni unbeaten ambayo watu Juventus hawaifurahii. Yaani ukimtaja kwamba Juventus wewe ni unbeaten, Juventus alikuwa anakuambia hapana. Ni unbeaten, lakini alikuwa na sare zaidi ya 10 plus msimu uliopita. Na ni moja kati ya pengine michezo ambayo ilisababisha ama ilichangia kutokuwa mabingwa ama kutokusogea katika nafasi za juu zaidi ya pale ambapo walifika. Sare 10 timu daraja la Azam inawezekana sio kitu cha kawaida. Sio kitu kizuri hasa kwenye mbio za ubingwa wakati mwingine, kwa maana ya sehemu ambayo ni ya ligi. Tafsiri yake ni kwamba unatafuta points. Ni mechi ambazo ni point accumulation. Sasa umejaribu kupiga hesabu hapo, unaona hasara ambayo unaipata kwa timu kutoa sare nyingi. Kwenye michezo 10 ukitoa sare 10, maana yake ni kwamba umepata alama 10. Lakini kwenye mechi hizo 10, kama ungefungwa michezo 5 na kusali michezo 5, ungekuwa na pointi ngapi? 15. Au ungekuwa na pointi 20. Au kwenye hizo mechi, yani ungefungwa michezo 5 na kusali mechi 5. Okay, sawa. Yes, au kwenye sawa umepiga hesabu kwamba umefungwa. Yani kwenye michezo 10 umefungwa mechi 5, umeshinda mechi 5. Unakuwa na pointi 15 ambazo ni nyingi kuliko hizo sare ambazo umezipata. Hasara ambayo unaipata kwenye ligi ukiwa na hizi sare ni kwamba ndani yako unahisi kwamba upo comfortable kwamba mimi sifungwi. Yaani wewe mwenyewe unaona mimi mbona sifungwi, mimi unbeaten kwenye table. Ukiangalia kwenye win nina win zangu ngapi pale, kwenye draw na ngapi pale, kwenye lose na 0. Comfortability inakuja, unaamini kwamba mimi ni timu bora kwa sababu sijafungwa. Ndio. Lakini hasara yake ni kule mwisho kwenye PTS points ni ngapi ambazo uko nazo umezivuna na ngapi ambazo umezidondosha. Kwa sababu kwenye mechi kama hii ambayo unatafuta alama, maana yake ni kwamba Azam wamepoteza pointi nyingi zaidi kuliko ambazo wamezipata. Wamepoteza alama 20. Wamepoteza alama 20. Wamepata alama 10. Kwa unaona alama zilizopotea ni nyingi kuliko zile ambazo wamezi accumulate. Kama ni issue ya ku accumulate point kwenye mbio za ubingwa, tafsiri yake ni kwamba bado upo nyuma kuliko wengine ambao wanaweza kawa wanazipata hizo alama. Kwenye hizo mechi 10 pengine hata kama angefungwa mechi 2 au 3, alafu nyingine akashinda na akapata sare, akapata mchanganyiko wa matokeo, ingeweza kuwa naye ana faida kuliko wewe ambaye upo kwenye comfort zone kwamba mimi sijafungwa. Na of course tunaheshimu kwamba hujapoteza, ni heshima nyingine ambayo timu inabakia nayo, lakini haujapoteza sawa. Umepata sare kwenye michezo 10, umepoteza alama ngapi na umepata alama ngapi? Kwa unaweza kuona umepoteza alama nyingi kuliko zile ambazo umezipata. Kwa hiyo hii ni kitu kingine ambacho Azam FC pengine unasema hii tabia ambayo wanaionyesha ni ile ya kwenye mechi za labda za mtoano. Unajua matokeo kama haya kuna muda anaweza kaa anakupa faida kwamba mimi nitazuia alafu nitaona mbele inakuaje, kwa sababu kuna muda kwenda kufanya kitu kingine cha ziada kwenye maamuzi. Tulizungumza hapa juzi na Philip Mkeni kuhusiana na hili, na Kina alisema kwamba Azam huwa inacheza inabadilika kulingana na timu pia ambayo inacheza nayo. Ikicheza na timu daraja la juu ama daraja lake watacheza daraja A, wakishuka kwenye daraja B watacheza daraja B, wakishuka daraja C watacheza daraja C. Na moja kati ya mifano ambayo tunaweza tukaitoa mifano hai ni wakati ambapo walianza kampeni yao ya CRDB Bank Federation Cup. Wakati wanakutana zile timu ambazo zipo madaraja ya chini, Azam goli moja ikashinda goli moja ikashinda goli moja. Moja kati ya kitu ambacho niliuliza hapa siku moja kwenye panel,
nikajibiwa na wachambuzi wakaniambia kwamba ile ni hatua ya playoff. Kwa hiyo kadri unavyozidi kucheza unaondoka, kadri unavyozidi kufungwa unaondoka, ukishinda unapanda juu. Lakini kwangu mimi naona kwamba haikuwa sahihi sana kwa timu zile za daraja lile, hata kama ni playoff, kuweza kupata moja, kukuta goli moja na sawa, unasonga mbele, lakini unaenda mbele. Lakini hii pia ambayo inakuja kuingia kwenye ligi kuu, sare 10 kwa Azam, mimi binafsi naweza nikasema ni moja kati ya matokeo ambayo pengine wanabidi wakae waangalie namna gani ambavyo huu mzizi wa sare wanaukata ubadilike kuwa mzizi wa ushindi. Imagine wangekuwa na alama 30 au basi 25 au 21 katika michezo 10, wangeshinda michezo 7 wakafungwa michezo 3, alama 21, angeongeza na hizi ambazo wanazo sasa hivi 30. Sasa hivi tungekuwa tunazungumzia moja kati ya vinara wa ligi ama moja kati ya watu ambao wanahesabu kwamba washinde mechi 2 au 3 waanze kwenda mbali na wale ambao ni wapinzani wao. Mbeya City ni kama amerudi baada ya kupata ushindi wa kwanza nyumbani na kumzuia Azam na kuchukua alama 1. Tunaweza tukasema kwamba ni pongezi pia kwa vijana wa Mbeya City ambao hawakuwa na wakati mzuri kwenye uwanja wao wa nyumbani. Kwa safari hii tunaweza kusema ni mafanikio kwao, kwa sababu wametoka kushinda, imeleta moyo wa kujiamini, wanakwenda kupambana na Azam, wanafanikiwa kupata pointi. Kwa hiyo kwa Maxime kwake hili ni daraja kubwa, sababu kwamba vijana wameamua, tumeweza kupata kitu. Kwa hiyo kuna jambo ambalo wanajifunza sasa, tunaenda hatua nyingine, kwamba tuna hatua moja. Kwanza tumepunguza idadi ya magoli, hatujafungwa. Mechi iliyopita walishinda goli 3-2. Lakini mechi hii dhidi ya Azam tumelazimisha, tumepata suluhu. Kwa hiyo kwenye safu yake ya ulinzi inaonekana mpango wake wa ulinzi umefanikiwa. Kwa hiyo anaweza kusema huu ni mpango bora ambao anaweza kwenda nao kwenye mechi zinazokuja, kwamba mpango huu umenisaidia kwenye kujilinda, kwa sababu kwanza ni timu ambayo ni timu ya pili kwenye kufungwa, imefungwa goli almost 24. Kwa hiyo walikwenda kwenye mechi hiyo wakiwa wamefungwa goli 24 tayari. Kwa hiyo mpaka kuwazuia Azam ambayo ni timu miongoni mwa timu ambazo zimefunga magoli, inawapa nguvu ya kujiamini kwamba okay, sasa tunaenda kufanya jambo hili. Nadhani hii kwake Maxime ni kitu kikubwa na cha muhimu. Lakini kwa Azam kwao, sare hizi 10 ni rekodi yao mpya wanaitengeneza. Katika misimu 3 mfululizo ambao nimewafuatilia Azam, misimu 2 walipata sare 6. Walimaliza msimu wakiwa wamepata sare 6. Wanamaliza msimu uliopita walipata sare 3 nadhani au 4. Msimu ule wa 23-24 walipata sare 6. Lakini msimu huu kwenye sare sio kwa Azam peke yake. Hata Yanga wameweka rekodi mpya. Katika misimu 3 iliyopita kuanzia 2023 mpaka huu msimu pekee ndio ambao wamepata sare 5. Simba wenyewe msimu uliopita walipata sare 1. Msimu wa 23 walipata sare 6. Kwa hiyo naona msimu huu tayari washafikia sare 6. Kwa hiyo ina maana msimu huu watu kidogo wamekaza buti zidi ya hawa vigogo. Au la viwango, kile tunachosema kwamba viwango vya timu za Dar es Salaam zimeshuka. Aina hao usajili kwa ujumla haujawalipa. Wamefanya usajili timu zote. Maana tunaweza kwa tunawalaumu sana Yanga, tunawalaumu Simba. Hatuwazungumzi Azam. Azam wamefanya usajili dirisha dogo, wamefanya usajili dirisha kubwa. Wachezaji wao waliowasajili bado hawajawalipa. Hawajaonyesha kile ambacho watu walitegemea kutoka kwao. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza kusema sare zinakuja, lakini je, usajili wao ukoje? Wamesajili, matokeo yake sasa hivi kocha anawatumia sana vijana kuliko wale wachezaji ambao wamesajiliwa kutoka nje na wanalipwa hela nyingi. Kwa hiyo unaona kile ambacho kinajiri kwa Azam kwenye nafasi yake ya 3, alama ambazo amekusanya 34, hakuna shida. Shida ipo kwa sababu wamefanya usajili mkubwa, lakini usajili wao wameshindwa kuwapa. Nyota wao waliowasajili wengi hawajaingia kwenye kikosi cha kwanza. Umeona? Wajao wengi waliowasajili kwenye dirisha kubwa na dirisha dogo hawajapenya kwenye kikosi cha kwanza kuonyesha kile walichotakiwa kufanya. Kwa hiyo ina maana watu waliokwenda kufanya usajili hawakufanya machaguo sahihi. Na ndio maana leo tunaona wakina Kibeku wanacheza, wakina Bagoste wanacheza. Umeona? Sio kwamba ni wabaya wale vijana. Hapana, lakini kulikuwa na watu wameletwa hapa kwa ajili ya kazi ile. Kwa hiyo nadhani kwa Azam wao wanapaswa walitazame sana hili, kwa sababu hizi sare 10 na sio mwanzo. Kwa hivyo unavyoona Azam unaweka kwenye leti, unaona wachezaji wengi wa TRA, ungempa nafasi Azam angeza kuja kucheza. Chobwedo unaweza kusema akaja Azam akacheza. Umeona, wachezaji wa Singida wengi ukiwaleta kwenye Azam wana nafasi ya kucheza. Kwa hiyo bado kikosi chao kinaonekana kikubwa na kinaonekana kinatisha kwa sababu ya uwekezaji wao, lakini kwa asili ya wachezaji wao wengi wana viwango ambavyo vya kawaida, na wao wanajikuta mechi zao za Simba na Yanga wanapania kama vile TRA walivyopania kwa Simba na Yanga au Singida walivyopania kwa Simba na Yanga.
Sawa, huyu ni Andrew Kingamkono, lakini ni dakika 270 zimepita tangu Azam wamecheza bila kufunga goli katika michezo yote ambayo wamecheza kwenye dakika hizo 270, lakini walicheza na Mbeya City, wakacheza na Simba, wakacheza dhidi ya Mashujaa pasi kufunga goli lolote. Kwenye safu ya ushambuliaji Ngita tunamkuta humo, Kitambala tunamkuta humo, Haaland wa Unguja unamfahamu? Kuna yule Aimar ndo anaitwa Aimar, ndo huyo Haaland wa Unguja. Alikuja Haaland wa Unguja vision ya kwanza ambaye alitua KMC Akram Muhina, lakini baadaye mapinduzi ya msimu uliopita akaleta vision ya pili Haaland mwingine ambaye ni Aimar. Lakini mechi 3 dakika zote 270 pasi kufungwa goli katika lango la timu pinzani. Sio mwenendo mzuri kwao, na hasa ukiangalia qualities na materials ambazo zipo kwenye timu, pengine ungetamani kuona timu ikiwa na uwezo mkubwa pia wa kufunga, na pengine jinsi ambavyo timu inatengeneza nafasi ilikuwa inatakiwa kwa hivyo kwamba namba magoli iwe imeongezeka. Lakini kinachoonekana kwa Azam FC, pengine kuna vitu ambavyo vikikosekana kiwanjani, option za kufunga pia zinakuwa zina drop. Ikitokea Faisal Salum, moja kati ya wachezaji ambao wamehusika kwenye magoli mengi, asipoifanya hiyo kazi kwa usahihi, maana yake ni kwamba possibility ya timu kufunga magoli pengine inakuwa ni ndogo. Miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na combination nzuri kwenye eneo la kushambulia la Azam FC ni Faisal Salum pamoja na Idi Selemani Nado. Imekuwa ni combination ambayo inakupa uhakika kwamba sisi tutakupa kitu bora kwenye mechi kadiri ya muda unavyozidi kwenda, na naweza tukakupa option ya kuwa na uwezekano mkubwa wa kufunga magoli. Wakati Azam pia anafunga magoli kwenye kila mechi na uhakika wa kupata magoli, kulikuwa na upande ambao alikuwa anacheza Idi Selemani Nado, upande ambao alikuwa anacheza Zidane Sileli. Ndani yake ndo alikuwa anacheza Faisal Salum. Tayari kulikuwa na uwezekano mkubwa wa wao wenyewe kutengenezana nafasi ambazo kuzitumia pia ilikuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kulifanya hilo jambo. Lakini as time goes, unaona pengine kutokuwa sawa kwa baadhi ya wachezaji ambao ndo wanategemea kuwa kwenye hilo jukumu la kutengeneza mashambulizi mengi zaidi, ni kama vitu vyote vinakwama tena. Sasa hivi unazungumzia Azam ambayo imemkosa Zidane kwa mechi kadhaa hapa, na last alikuwa na performance nzuri kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini baada ya hapo hujamuona tena akiwa kwenye uchaguzi wa kikosi kwa wachezaji ambao wanapatikana baada ya kupata majeraha. Lakini unaangalia pia Faisal Salum ambaye ikitokea wapinzani wakaja na mpango mzuri wa kumzuia asiwe na uhatari, options zinakuwa ni chache kwamba tutashambulia tena kupitia njia gani baada ya mmoja kati ya viungo washambuliaji ambao wana uwezo mkubwa kwenye ubunifu wa kutengeneza nafasi akiwa kwenye wakati mbaya. Nini itakuwa ni option nyingine? Kwa wakati ule option nyingine ilikuwa ni Idi Selemani Nado pamoja na Zidane Sileli, ambao wenyewe walikuwa wanaweza kukupa faida kwenye mapana ya uwanja na hata kwenye maeneo ambayo walikuwa wanatakiwa kuingia na kufunga magoli, alikuwa anakupa hicho kitu. Kwa mfano, unajaribu kuangalia kwenye mechi ambayo amecheza dhidi ya Mbeya City. Hii ambayo mechi ilikuwa kuna wakati ulikuwa unaona kama iko open hivi, kwamba mnaweza mkafika pia kwa wapinzani, mnaweza mkatengeneza nafasi na nyinyi mkazitumia hizo nafasi. Lakini angalia kile ambacho pia kinapatikana kwenye eneo la tatu la kiwanja. Unajaribu kuangalia kuna moments ambazo Azam wamai kupata magoli kwenye njia ambayo inafanana, lakini wakiwa na materials tofauti. Yaani kuna watu ambao wakipata nafasi kama zile wanaweza kuzitumia kupata magoli. Lakini unaona kwenye mechi kuna vitu ambavyo vilikuwa vinashindikana. Kwa hiyo pengine Azam anatakiwa kuongeza mbinu zingine ama njia zingine za kushambulia kuliko ambapo pengine unaweza kutega mtego wako kupitia Faisal peke yake pamoja na Idi Nado na Sawa. Tumezungumza mengi kupitia mdahalo huo ambao ulikuwa unaangazia pia kile ambacho kimejiri kwenye uwanja wa Tanzanite Kwara Babati baada ya Azam kutoka sare ya pasi kufungana na Mbeya City. Lakini makocha wenyewe wamezungumza nini? Sisi tumezungumza. Je, wenyewe walikuwa wanazungumza nini? Hapa ni mahojiano ya Rokai Mbugita aliyofanya na Meki Maxime pamoja na kocha Azam FC Florent Ibenge.
dimba la Tanzanite kwa raha hapa Babati, si Azam FC wala Mbeya City ambao wameweza kutoka na alama tatu muhimu. Mechi hii imemalizika kwa sare ya bila kufungana kutokea hapa Tanzanite kwa raha. Jina langu ni Rukaiya binti Mbugita, na wakati huu hapa na kwenda kuungana na kocha Florai Benge. Atatueleza namna ambavyo mchezo ulivyokuwa. Coach, another draw today. It's not a good thing for a strong team. No, it's not normal to make a draw today. I'm sorry for our fans, but one more time, I'd say the last game I think we won 2 points against Simba, but today we lost 2 points, so we have to start to win again as soon as possible. What is so difficult in a away team? Oh, it's not because it's away, it's because ourselves. We wasn't good in the first half time. And we play without rhythm, like a friendly game. And when we come in the second half time, it was more difficult because this team play low block. And if you have a lot of skills to play against this team, like today, you draw, and the draw is normal. Thank you so much. Yeah. Na coach Florai Benge, na kwa wakati huu hapa tunakwenda naye kumsikiliza Mecky Maxime kwa upande huu hapa, atatueleza na yeye kwa upande wake. Kocha, pole na hongera kwa mchezo. Asante. Na mechi imekwisha kwa sare bila kufungana, alama moja, si haba. Si haba. Kwanza nawapongeza wachezaji wangu kwa sababu kile tulichokitrain wiki nzima tunajiandaa mechi na Azam, na wamekuja wamejitahidi, wameweka apply, na Mungu ametusaidia tumepata pointi moja. Wapi unadhani mlikuwa bora kuliko mpinzani wako siku leo? Ningesema hapa timu yetu leo inahitaji tuwe smart. Basi tu tumekuwa smart na ndio maana tumeweza kupata pointi moja. Shukrani sana. Asante. Naam, coach Maxime, pole sana. Amemaliza hivyo, amesema kwamba wao walikuwa, timu yao ilikuwa bora na wameweza kuondoka na alama moja, si haba kwa siku ya leo. Na kutokea hapa Tanzanite kwa raha, nikwambia tu kwamba mtazamaji wa Azam Sports 2, mchezaji bora wa mchezo siku ya leo ni Kelvin Kingu, ambaye yeye amekuwa mchezaji bora wa mchezo huu wa leo, Mbeya City dhidi ya Azam FC hapa Tanzanite kwa raha. Amepata tuzo ya mchezaji bora katika mchezo wa leo. Kutokea hapa Babati, Tanzanite kwa raha. Jina langu ni Rukaiya binti Mbugita. Sina la ziada. Endelea kutazama Azam Sports. Naam, hiyo ilikuwa ni jana baada ya mchezo kumalizika, na tukapata mahojiano ya makocha wote timu zote mbili, kila ambacho alikizungumza, hisia zao walichokisema, lakini pia na Kelvin Kingu Pemba akiweza kuwa man of the match, akipewa tuzo hiyo maalum na moja kati ya wafanyakazi wa benki ya NBC ambao ni wadhamini wa ligi kuu ya NBC.